Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Tumepata nafasi ya kuzungumza na meya wa jiji la Dar es Salaam, na mzungumzia Sheta, jina la almaarufu ambalo sisi tunalifahamu. Tuko naye hapa, naye ni mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria kumsindikiza babu yetu, lakini pia yeye ni baba yake Hashim Kambi kwenye safari yake ya mwisho. Asalamu alaykum Sheta. Wa alaykum salam. Poleni na nyie, asanteni sana, lakini poleni na nyie kwa sababu mzee Hashim Kambi ni mdau mkubwa katika nchi hii, mtu wa watu, kwa msiba wake ni msiba wa kila mtu. Ndio, asante sana. Pengine labda tufahamu kama kiongozi, lakini pia enzi zile za muziki uliwahi kufanya kazi na marehemu Hashim Kambi, na alikuwa mtu wa aina gani kipindi kile? Mtu mwema ni mtu mwema miaka yote. Uwema wa mtu hauoji kwa wakati, na nikisema hivyo definition ya mzee wetu Hashim Kambi ni mtu mwema. Ukiangalia katika tasnia hii za sanaa, kwa maana maigizo, filamu, muziki, ni vitu ambavyo vinalandana, na mzee amekuwa ni mtu ambaye anaweza akawa anatokea kwenye filamu ukamwona katika music video ni kama actor, au watu wamemchukua kama mmoja wa washiriki. Kwa ni mtu ambaye alikuwa ameshiriki katika kazi mbalimbali za sanaa ya music, lakini naye akitokea katika sanaa ya filamu. Lakini kikubwa ambacho nimejifunza au nitajifunza kutoka kwake, sijawahi kusikia mzee Hashim Kambi amegombana na mtu. Unajua kiubinadamu kuna zile kwamba kupitiwa na mambo kama hayo, lakini mzee Hashim Kambi alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu wa kila mtu. Ukitaka kumtumia, na sisi katika sanaa yetu ya muziki tumemtumia sana, si msumbufu, ni mtu ambaye kiukweli alikuwa na kila sababu. Umati huu umejaa kila sababu, watu lazima, ukiona msiba watu wamekuja wengi, ujue ni mtu ambaye ana mahusiano mazuri na watu. Kwa hiyo mimi niseme tasnia ya filamu, lakini sanaa kwa ujumla Tanzania tumepoteza kiukweli mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika sanaa yetu. Mstahiki Meya, ndio. Pole tena kwa msiba, lakini tunatamani kufahamu jinsi ambavyo wewe ulikuwa ukivutiwa na kipaji cha marehemu Hashim Kambi. Ni karakta gani akicheza wewe binafsi, Mheshimiwa Mstahiki Meya, ulikuwa ukifurahia? Nadhani kuna movie alifanya na dada yetu Lulu akiwa ni kama baba au babu, sina uhakika, akichukua uhusika wa mzazi anakuwa anapendeza, hasa akiwa mzazi mwenye uwezo. Alikuwa ananivutia sana yule, na nadhani yule mzee mwingine ni marehemu sasa hivi, alikuwa ni yule mzee alikuwa ana act tajiri, katika movie zote ni tajiri tu. Yule mzee jina lake limenitoka kidogo, lakini hao walikuwa wakivaa uhusika huo, kiukweli unavutiwa na scene zao. Ni kitu gani ambacho wanatakiwa wasanii ambao wamebaki kwenye industry wakichukue kama alama kutoka kwa msanii Hashim Kambi ambaye ametangulia mbele ya haki? Kwanza umoja. Ninachokiangalia hapa, umeona taarifa imetokea jana, lakini watu waliojaa hapa ni umoja na mshikamano, ambao kwake nadhani ilikuwa ni silaha kubwa sana. Lakini kuwa tunasema kwa Kiswahili, nitumie lugha ambayo inaeleweka zaidi, ni mtu ambaye mkarimu kwa wenzake katika tasnia. Kiukweli ana ukarimu, ukimwangalia paka the way alivyo sasa, unajua kabisa ni mzee fulani, ni mpole, yani busara ziko pale. Kwa tutumie ukarimu, ujuaji tupunguze, ndugu zangu, especially sisi vijana ambao tunachipukia, ambao tupo, kwa maana hii inatufundisha duniani tunapita, na wakati unaandika kitabu chako, watu wakija kukisoma wasome mazuri ambayo mzee wetu Hashim Kambi ameonyesha kwa ukubwa wake, kwa vitendo, kwamba mkarimu, mpole, hana mabaya na watu, na ni mchapakazi. Na kinachomuuza nadhani pia, ukiacha ukarimu na vyote, ni kazi zake. Alikuwa mbunifu, akipewa kitu anafanya. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza kupitia mzee wetu, mzee Hashim Kambi. Mheshimiwa, ikikupendeza, kwa sababu upo kwenye sanaa pia, ni kama wazo kwa upande wangu, kwa hawa wasanii ambao wameanza muda mrefu, sasa hivi ni wazee na tangia wadogo tulikuwa tunawaona na wamefanya mambo makubwa, labda inaweza katokea kiserikali
Wakaekwa kama namna kama darasa pia, kama kwenye sanaa ya movie alipita Hashim Kambi alifanya kadha. Kwa hiyo wanaokuja kwenye movie pengine kwa njia hii itakuwa sahihi kupita mpaka kufikia kuacha alama kwenye tasnia. Wazo zuri na nimelipokea, na mimi kwa sababu nipo hapa kwa niaba pia ya serikali ni wahakikishie serikali imeendelea kila muda kuwaenzi watu ambao wamekuwa waasisi katika tasnia hii ya sanaa na mambo mbalimbali. Tumeona kuna ma-event yaishafanyika na serikali inakuwa na mkono wake kusapoti juhudi hizo. Na hili la kwako ndugu mwandishi wa habari nimelichukua, na tunao uzuri viongozi ambao sasa hivi kaka yangu Makonda, Paul Makonda, tunaye Mwana FA, wote hawa wanajua na watu wa karibu ambao wapo katika sanaa. Tahakikisha mawazo kama yako na especially kwa mzee wetu Hashim Kambi tunaweza kuangalia tunaweza kuboresha vipi, na sisi katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutalisimamia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kama wazo ambalo umelitoa. Tumeona jinsi ambavyo watu wamekusanyika, lakini tumeona ukubwa wa Hashim Kambi kwenye sanaa na kudumu kwa muda mrefu kuanzia jana, leo na hata juzi, yani yupo kwa maana na pia kila eneo. Unadhani nini kilikuwa kinambeba Hashim Kambi kukaa kwenye chati siku zote na sio kufifia kwa sanaa yake? Ni yeye, ni consistency yake. Unajua leo hii unaweza kukutana na kakaangu, mimi ninajuana naye miaka 20, lakini taingia nimemjua mpaka leo yupo hapa. Ni consistency ya kama ni ukarimu, kama ufanyaji kazi, ukimpa jambo. Kwa lazima vijana tuwe consistent katika kila kitu ambacho tunachokifanya. Sio leo umekuja wa blue, kesho umekuja wa njano, kwa maana katika vitu ambavyo vinakutafsiri kwenye ubaya, especially kwenye vitu ambavyo vinakutafsiri kwenye mtu akikuangalia kwenye tabia mbaya au ufanyaji kazi vibaya. Hivyo vitu inabidi tuache. Vile vitu vyote vizuri tuvifanye consistent, ambavyo end of the time kama hautakuwa haupo, watu wataangalia kitu ambacho ulikuwa ukikifanya kwa uzuri zaidi. Tunaondoka na neno gani kutoka kwa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam na kuhusiana na msiba huu mzito ambao umekumba tasnia? Chakula cha marehemu, chakula cha mtu ambaye ametangulia mbele ya haki ni dua. Kwa umoja wetu tuendelee kumwombea dua mzee wetu Hashim Kambi. Allah amfanyie wepesi, amuingize peponi, amsamee madhambi yake, na sisi yale aliyofanya mazuri tujifunze kupitia kwake ili tuwe watu bora katika kizazi hichi, katika nchi yetu, lakini tuendelee kuwa na amani, kwa sababu ukimwangalia mzee wetu hakuwahi kuwa anagombana na watu, na sisi tusije tukagombanishwa na mtu yoyote katika kuilinda amani yetu, katika kufanya majambo yetu, katika kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu ambariki na muondolee madhambi yake mzee wetu Hashim Kambi. Salamu alaykum. Ongeza sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Nakushukuru sana.